Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil qail wa biqawlihi yahtadil muhtadun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kaunain wathaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukutanisha leo siku ya Jumatatu asubuhi hii ya leo, nanyi waandishi wa habari katika mkoa wetu wa Katavi. Imekuwa ni bahati kubwa kwa sababu hivi punde tumetoka kwenye kikao cha baraza la mashehe mkoa wa Katavi na baraza la mashehe wilaya ya Mpanda kuhusiana na kadhia iliyojitokeza katika mitandao ya kijamii, eti kuna shehe amemtoza marehemu shilingi 100,000 ili aweze kuswaliwa. Baraza la mashehe mkoa wa Katavi limefanya uchunguzi na limewaita wale wahusika na limekwenda katika eneo la tukio kwa ajili ya kutafuta ubainifu wa kadhia yenyewe. Na leo tumekaa kikao hiki kupitia mambo mbalimbali, lakini moja kati ya mambo hayo ni kutoa ufafanuzi juu ya kile kilichodaiwa kutozwa marehemu shilingi 100,000 ili azikwe. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Katavi kupitia baraza la mashehe mkoa wa Katavi kwanza linakanusha kuhusika kugoma kuswalia maiti mpaka ilipwe shilingi 100,000. Bali ilivyo ni kuwa marehemu hakuwa mkazi wa eneo hilo ambalo alikwenda kuugulia, na mwenyeji wake hakutoa taarifa kijijini hapo kama ana mgonjwa. Hapa ikumbukwe kwamba kijiji kinachozungumzwa hapa ni kijiji cha Mtakumbuka kilichopo halmashauri ya Nsimbo wilaya ya Mpanda. Alipofishwa marehemu huyo na taarifa kumfikia shekhe huyo alianza kuratibu mazishi huku akifuatilia taarifa za marehemu kama kweli yu Muislamu au la. Hii ilitokana na tabia ya baadhi ya wanakijiji hao, inapotokea kufariki mtu ambaye si Muislamu na alikuwa hashiriki katika ibada zao, kuogopa kutengwa, na wamekuwa wakikimbilia kwenye Uislamu wakijua kuwa huku kwenye Uislamu hakuna ufuatiliaji sana. Shekhe wa kijiji alipojaribu kuzidi kuhoji juu ya Uislamu wa marehemu, bodaboda wenzie kutoka mjini wakiungana na watu wengine. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Nawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme
umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawa Enterprises maeneo ya Gongoni. Walianza kumshambulia kwa maneno makali kiasi ambacho shekhe aliona anaweza kuhatarisha usalama wake, kwani walimkamia kumpiga kama ataendelea kuhoji. Ndipo akaondoka eneo hilo, na nyuma yake kikundi kilienda kunyang'anya sanda kutoka mikononi mwa wakataji wa sanda na kudai kuwa waende wakazike wao, kwa madai kuwa shekhe amewadai shilingi 100,000. Hata hivyo, BAKWATA mkoa wa Katavi na BAKWATA wilaya ya Mpanda waliingilia kati na kumtuma shekhe wa kata ya Uwanja wa Ndege, Shekhe Mawazo Almasi, kuswalia mwili wa marehemu na hatimaye akazikwa. Pamoja na uwepo wa waraka kwa waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Katavi uliopitishwa na mkutano mkuu wa mkoa kwa ajili ya kusimamia maadili ya Kiislamu, hakuna sehemu yoyote inayotamka kuwa marehemu asizikwe mpaka alipe shilingi 100,000. Tunaiomba jamii ya wanakatavi kupuuza kile kinachoendelea mitandaoni, na kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi ipo makini na viongozi wake wanaongoza kwa misingi ya sharia na machimbuko yake yote ya sheria pamoja na katiba ya BAKWATA. BAKWATA mkoa wa Katavi inawasihi baadhi ya wasiokuwa Waislamu kuheshimu na kutoingilia miongozo na maelekezo ya dini ya Kiislamu ili kuendeleza mshikamano uliopo baina ya Waislamu na dini nyingine. Na mwisho, BAKWATA mkoa wa Katavi inaendelea kutoa wito kwa Waislamu wote kuwaheshimu viongozi wao na kutoa ushirikiano kwa ustawi wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Aidha, BAKWATA mkoa wa Katavi linachukua fursa hii kuwaomba Waislamu wote kuendelea kuiunga mkono na kuendelea kushikamana katika mambo yote ya kimaendeleo, na kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi halina tozo yoyote wala ushuru wowote wala faini yoyote inayotoza kwenye huduma zozote zinazohusu Uislamu. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii kwa kukariri pia shukurani zangu za dhati kwenu kwa kuja kupata ufafanuzi huu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.